Karibu ndugu mtazamaji katika mdahalo wa elimu na maisha. Leo katika mdahalo wa elimu na maisha tunaenda kuzungumzia swala zima la elimu. Katika kuzungumzia swala zima la elimu tumemwalika mgeni wetu, nadhani atajitambulisha mwenyewe. Prof, karibu sana katika mdahalo na watazamaji wangependa kufahamu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Prof Meza, nipo hapa kwa ajili ya mdahalo wa leo unaohusu elimu na maisha. Okay, nashukuru. Katika mdahalo wa elimu na maisha, wewe binafsi unalizungumziaje swala la elimu na mchango wake katika maisha ya vijana? Swala la elimu na mchango wake kwa vijana, kwa upande wangu naiona elimu ni kama mwanga wa maisha unaompa mtu uelekeo wa kuijua dunia, kujitegemea na kuweza kupata ujuzi pamoja na maadili. Bila elimu unaweza ukakosa hata haki zako mwenyewe. Kwa hiyo elimu ni msingi wa maisha. Elimu ni msingi wa maisha. Unahisi au nadhani ni kwa nini vijana wengi wa siku hizi wanaichukulia elimu kinzani? Kwa swali hilo nitakujibu kwa pointi tatu. Pointi ya kwanza kabisa, elimu imekuwa nadharia na sio uhalisia, kwa maana ya kwamba elimu target au imefocus katika kujibu mitihani, na mwalimu anamfundisha mwanafunzi aweze kujibu mtihani ili aweze kufaulu. Akishafaulu, jamii inaona kuwa ni mtu ambaye ni msomi mkubwa sana, lakini kumbe hana maadili ya jamii. Pointi ya pili, elimu haitoi ufumbuzi wa changamoto za vijana kwa karne ya leo. Elimu yetu haimpi kijana au mwanafunzi nini anapaswa kufanya. Anasoma, anapomaliza anakutana na uhaba wa ajira, anaanza kutapatapa mtaani kutafuta nini cha kufanya. Lakini endapo angejua mapema, angeweza kubase kwenye maybe ujasiriamali au ufundi ambao upo mtaani kwenye maisha ya kila siku. Lakini anasomea kitu ambacho akija ukileta kwenye uhalisia anakosa aweze kufanyia wapi. Pointi ya tatu, kujifunza kumekuwa kwa kulazimishwa, si kuita. Namaanisha kuwa vijana wa siku hizi wanalazimishwa kwenda shule, wanalazimishwa kujifunza, na wanasoma kwa hofu ya kufeli mtihani. Lakini wangejua kwamba elimu ni muhimu zaidi kujua na kuelewa kile anachokisomea. Ndio maana ukiangalia wahitimu wengi anamaliza level zote, lakini akipewa kazi haifanyi kwa matendo anashindwa, kwa sababu alisoma kwa ajili ya kufaulu mtihani, na mtihani alifaulu, anakuja kufanya matendo anashindwa. Lakini tukiweka moyoni mtu anasoma kwa hamasa bila kulazimishwa na mwalimu, bila kulazimishwa na mzazi, maisha yangekuwa ya tofauti sana. Tunashukuru kwa pointi zako au kwa mtazamo wako. Ungewashauri au unapenda kuwashauri nini vijana na wazazi wa vijana wa siku hizi? Kwa upande wa wazazi wasichoke kuwasukuma watoto kwenda shule, na walimu wasichoke kuwasukuma wanafunzi wasome. Maana sasa hivi elimu imekuwa ni kusukumana, na sio kwamba inatoka ndani kama zamani.
Zamani mtu anasoma kutoka moyoni, anatembea umbali mrefu, lakini sasa hivi mtoto analazimishwa, anapelekwa kwa gari asubuhi, lakini bado analia. Lakini zamani unaenda mwenyewe kwa kukatazwa nyumbani, ubaki ulime uchunge, lakini bado unang'ang'ania uende shule. Lakini sasa hivi maisha yamekuwa tofauti sana. Pia kwa vijana, wasome shule kwa kuzingatia kile anachokisoma au kile anachokisomea anakijua theoretically au kwa nadharia pamoja na matendo, maana ajira ni chache. Ndio uhalisia wa leo, ajira ni chache, na sio swala la serikali, ni sehemu yoyote ajira ni chache. Tunashukuru kwa muda wako na tunashukuru kwa mtazamo wako. Umetoa pointi nyingi kweli kweli. Nadhani wasikilizaji wetu watakuwa wameenjoy kwa kweli kwa mtazamo wako na kwa kila ambacho umeweza kukielezea kuhusiana na elimu. Tulikuwa naye profesa kama anavyojiita yeye, profesa kutoka Chuo Kikuu cha Kufikirika. Ametoa namba zake kuhusiana na masuala ya elimu. Nadhani tunaweza kumsikia na tutafanyia kazi au watazamaji wetu mtafanyia kazi yale ambayo prof ameweza kuyaongea. Kwa midahalo mingine kama hii, usiache kufuatilia chaneli yetu. Tutakuwa na midahalo mingi na ya kuvutia. Karibu, usiache kufollow na kucomment chochote ambacho unacho. Tunashukuru.